Odi hapo wenyewe. Karibu. Karibu binti yangu. Asante. Karibu ndani. Hapana, hapa nje panatosha mama yangu. Hapana mheshimiwa, naomba tuje tu tuzungumzie hapa Kibaza. Karibu. Asante sana kiongozi wangu. Yaani kusema ukweli, nilipopata tu taarifa za ujio wako katika kijiji chetu hiki cha Ukuni, nikasema hii ni fursa mojawapo kwangu. Nikaona nije nikutembelee. Kwa sababu mimi ni mzawa katika kijiji hiki. Pia ni mhamasishaji mkubwa sana kwa vijana. Kwa majina mimi naitwa Sisu kiongozi. Nashukuru sana kukufahamu binti yangu. Pia nashukuru kwa sababu kuna binti mwingine juzi alikuja, anaitwa Mrs. Kijiko. Kumbe alifika hapa. Alikuja na akaja kuongelea kuhusu swala la mikopo. Akasema na yeye pia ni mhamasishaji mzuri katika kijiji hichi cha Ukuni. Tuliongea mambo mengi kuhusiana na mikopo, biashara. Nafurahi sana kuwaona vijana mmehamasika sana. Sasa mheshimiwa, nilikuwa nauliza kwa namna gani tunaweza tukapata mikopo. Swala hilo la mikopo lipo binti yangu. Linatolewa kwa vijana, wakina mama, walemavu ili kuweza kuwaendeleza kimaendeleo katika kijiji hichi cha Ukuni. Wala usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Ila kabla tujaliongelea ili swala la mikopo, nilikuwa napendelea niitishe kikao cha wanakijiji wote ili kujadili kuhusiana na maendeleo ya kijiji hichi cha Ukuni pamoja na kutoa semina kwa wananchi, vijana, walemavu na wamama, mwelewesho kuhusu semina inayohusiana na mikopo na pia kuongelea maendeleo ya kijiji chetu cha Ukuni. Au nalionaje hilo binti yangu? Kweli mheshimiwa, nimekuelewa. Yaani hapo nimekuelewa vizuri sana. Yaani wewe umenyooka Sawa basi mheshimiwa, mimi nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Nitawaambia vijana wenzangu, nitaenda kuwahamasisha pia. Nitashukuru sana, naomba uende ukawahamasishe wahudhurie kwa wingi kwenye kikao. Sawa, nimekuelewa. Karibu sana Karibu pia nawe katika kijiji chetu hiki cha Ukuni. Nimekipenda kijiji cha Ukuni kwa sababu vijana wake ni wachangamfu sana. Kweli. Bwana Kalungwe, mbona tuonane? Sasa mzee wangu, tunaone mara ngapi na tunaonana? Sawa. Vipi kuhusiana na pesa yangu? Kwanza mimi nilikuwa tashasahau. Kwani bado unatudai? Yaani wewe umeshasahau kunipa pesa yangu ambayo wewe na mwenzio mlikuja kuiba mchanga nyumbani kwangu? Mzee bwana, sikiliza bwana. Sisi tumeshachoka. Wewe kila siku porojo tu. Likiisha hili unaanzisha hili, likiisha hili unaanzisha hili. Sikiliza bwana mzee. Yaani binafsi yangu mimi ndo nimechoka kabisa. Sijui hiyo dailani ambayo umemchukua huko, sijui msukule, sijui nini. Ila binafsi yangu mimi nimechoka. Na nikupe tu taarifa ya kwamba mimi nipo tayari kwa chochote utakachokiamua. Wewe fanya chochote kuhusu mimi. Mimi huyu hapa. Kwa hiyo wewe unaleta jeuri wakati mali zangu nyinyi mmeshachukua na kwenda kuzitumia. Alafu wewe unavyosema mwenzako mimi nimemchukua, mwenzako wewe mwenzako gani? Na nani aliyokuja kukwambia kwamba mimi nimemchukua mwenzio? Wewe mzee. Yaani wewe uzima wote umeishi miaka mingi nikajua unaelewa. Dunia ina siri. Dunia haina siri. Wewe fanya jambo hata gizani huko lakini watu watakuona tu. Wewe unamjua Pude? Unamjua Pude, unamsikia? Sasa basi. Kwa kuwa Pude amekuja kukwambia wewe,
Mimi ngoja nikadili na Pude, alafu wewe nitakurudia. Sasa unanitisha wewe? Mimi unitishi wewe? Si tumezaliwa mara moja, tutakufa mara moja tu. Wewe vipi? Wewe fanya chochote, si binadamu. Alafu wewe mwenyewe mtu mzima, alafu si ndio vijana tutakuzika. Unaleta roho mbaya, unakunja mzee. Hela yenyewe ndogo tu na mind. Wewe fanya chochote bwana. Dada, kwanza ushamchukua mwenyewe, nishachoka vile vile, nichukue na mimi tuende wote huko huko. Hebu tulia hapo. Wewe nilikupa taarifa gani? Na kuona bado unaendelea tu kujizima data. Uelewe nini ninachomaanisha? Yule Sokobani pale kwako anafanya nini mpaka leo? Sasa hapo kosa langu lipi mimi Mlimbwende Sisu? Maana kama nimezima data, basi ungeniunganisha hata na wifi. Aha. Unaniletea masiala, si ndivyo eh? Unaona tunakuchekea tu. Nilikwambia yule aondoke pale nyumbani kwako. Mpaka leo hii bado yuko pale. Anafanya kitu gani? Unataka kutuona sisi wabaya? Tukubadilikie, si ndivyo? Subutu. Aha. Subutu eh? Sasa ngoja nikuoneshe. Maana unaita dharau sana wewe. Mama wewe. We. Mbona mashikolo mageni Sokobani? Kumbe na vitu vinakutoka eh? Kijiji. Ila samahani, naomba kuuliza. Uliza tu, hamna shida. Ulisema ni mwenyeji kwenye hichi kijiji? Hapana, mimi sio mwenyeji, bali mimi ni mzawa kwenye kijiji. Maana ukisema mwenyeji ni mtu ambaye ametoka huko akaja hapa akaishi sana akazoeleka, hiyo ndo maana halisi ya mwenyeji. Ila mimi mzawa, nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Na nikupe tu siri, mimi nimesomea shule ya msingi hapo Mtelemkoni hapo. Inafundisha vizuri sana. Anaonekana ni mcheshi sana mno. Kuna dada mmoja, si utakuwa unamfahamu, anaitwa Sisu. Sisu? Wewe Sisu ni nani yako? Sisu, kuna rafiki yangu amenikutanisha naye, anaitwa Zinduna. Na Zinduna? Ndiyo, Zinduna. Kulikuwa na ajenda gani? Wana kikundi chao cha kusaidiana, cha umoja wa vijana na wanawake. Yaani kiufupi kikundi cha maendeleo. Pia huwa wanafanyaga vikao. Vikao vyao, alisema kuna kikao cha mchana ambayo inakuwa wanafanya mchana, huo mara nyingi wanafanya nyumbani kwa Sisu. Ila kunakuwa na kikao kingine cha usiku. Hivyo vikao vya usiku sasa wanakuwa wanafanya sehemu tofauti tofauti. Lakini sasa wakati tuendelea na mazungumzo, kuna msichana alifika pale, alileta majibu kuhusiana na kujiunga kwenye hicho kikundi chao. Lakini yule binti alikataa. Lakini sasa namna walivyoipokea, nilishangaa sana. Nikabaki najiuliza, yule msichana nampata wapi ili nimuulize kuhusiana na hicho kikundi. Ndio nikakukumbuka wewe sasa.
Huyo msichana unafahamu anaitwa nani? Jina lake nimelisahau kidogo. Na alivyo yani yupoje? Mwembamba, mrefu kidogo, mweupe. Bila shaka huyo ni Pude. Huyo Pude. Sasa hapo ndo nimepata majibu. Ngoja nikurudishe kwenye jina ulilolitaja mwanzoni kabisa la huyo Sisu. Huyo Sisu ni mchawi kigagula. Kijiji kizima hiki tunamfahamu. Alafu inaonekana kabisa dhahiri huyo Zinduna huyo mpaka ameweza kukuapproach wewe kwenda kujiunga na iko kikundi cha Sisu. Inaonekana kabisa na yeye pia atakuwa ni mchawi, kwa sababu mzee wake yule kichwa cha kuku na yeye ni mchawi. Sasa usikute huyo Pude alishtuka akajua kabisa hapa anaenda kuingizwa kwenye uchawi, ndio maana akakataa. Hapo unaanza kupata kitu Sasa inaonekana kulikuwa kuna mambo mawili tu kwako. Usikute kweli waliona nyota yako inaendana na uchawi wao, na wewe ukiwa mwanachama itawapa nguvu. Lakini pia kitu kingine, usikute walikuwa wanataka kufanya ng'ombe wa Christmas, yani wakutoe kafara. Shukuru sana Mungu na mimi mwanadamu. Ashukuriwe Mungu kwa hili. Sasa kama mambo yenyewe ndo haya. Hapana, hata kilichonileta huku nimeenda kukata nacho tamaki ukweli. Nimeingiwa hofu, yani sitaweza. Inabidi niondoke. Hebu nikuulize kwanza kitu kimoja. Kwani wewe kwenye kijiji ulikuja kwa lengo gani? Mimi nimemaliza masomo yangu hivi karibuni. Nimejiajiri mwenyewe. Huwa nafuata mazao kijijini, naleta mjini kwa ajili ya kufanya biashara. Hivyo nikapata taarifa huku kuna mazao mengi sana, yani fursa zipo kama zote. Ila mimi huku kilichonileta ni nazi. Nakuwa nafuata nazi huku, napeleka mjini kwa ajili ya biashara. Lakini kwa haya yanayoendelea, hapana, kwa kweli sitaweza. Na inabidi tu niondoke. Kwa hiyo wewe unakaa mjini? Ya, ni mwenyeji, nimesoma huko. Ujue mimi nimezaliwa kwenye kijiji toka nizaliwe. Mimi nimekulia hapa tu. Natamani na mimi nitoke niende sehemu, lakini sana naogopa miji ya watu huko. Unaona, sijui hata nipokea vipi, sina mwenyeji. Unaona? Na istoshe huko mjini kwenyewe mimi nafasikiaga tu kwenye redio na kwenye TV. Na TV yenyewe mpaka niende kwa mangi pale. Nikiangalia ndo naona magorofa, majumba. Kwa naomba ukae mwenyeji wangu mjini, yani tuondoke wote. Hamna shida kwenye hilo. Asante sana. Na hapa wewe ulipofikia kwenye hiki kijiji ni wapi? Mimi nimefikia karibu na kwa kina Zinduna pale. Naweza kwenda kupaona? Sawa, hamna tatizo. Basi twende. Kijiji bwana, wewe vipi? Uko unapotoka kwema kweli? Mke wangu acha mengine yasikie kwa mtu. Mke wangu mama, yaani pressure na BP vimeambatana kwa pamoja. Kwani unaumwa? Afadhali ningekuwa naumwa mke wangu, kilichonisibu huko nikotoka huko. Madi. Yaani mke wangu kwenye hiki kijiji cha Ukuni sasa hivi uchawi umekisiri zaidi shahidi sasa hivi. Uchawi tena mume wangu? Mamangu mwanamke shahidi, na situache utani mke wangu. Yaani nimekutana na Sisu, vijana wa sasa hivi sijui Gen Z wanasema macho. Yaani kwa macho yangu ya nyama nimemuona hivi dhahiri shahidi. Kwani Sisu amefanya nini?
Yule bibie kuna siku alikuja hapa. Hivyo hivyo kanitisha. Akaniambia nimfukuze Sokobana. Mimi nikawa nimemwelekeza Sokobana, kwa kumwelekeza akashindwa kunielewa. Nikaona mimi kumfukuza Sokobana siwezi. Yule bibi leo si ndo tumekutana njiani. Anambia mpaka leo tunamwona Sokobana bado yuko kwenye huu mji, kwa nini hujamfukuza? Na mimi kanikuta leo kisukari kimenipanda. We! Basi na mimi nikampa maneno ya kalaa. We! Yule bibi ndo kataka kunionyesha uchawi dhahiri. Unaambiwa Hamad, moto uwapi? Kwenye kiganja. Anataka kunipelekea moto. Naangalia hivi Sokobana huyu hapa. Ndo kaniokoa. Mume wangu nahisi umeanza kuchanganyikiwa. Sokobani mimi nimetoka kukaa naye hapo, tulikuwa tunapiga story, kidogo kaingia ndani. Useme ametoka amekuja huko. Yule bwana ukimwangalia unaweza kumuona kama mweupe. Kumbe vinamtoka na vitu. Kwanza leo mimi nampigia saruti Sokobani. Kiboko. Simu mke wangu. Mambo ya mjini haya. Matajiri naona kutoka Katoro tayari washaingia hapa. Tajiri. Hamna shida bwana. Wapi hiyo? Wewe tu. Saa 11 Halimeisha hilo. Naeka dakika zangu 3 au 5 za emergency. Kama nitakuwa nimechelewa Usijali tajiri. Haya. Mke wangu. Hii simu kutoka kwa tajiri, kutoka Katoro. Kwa hapa mimi acha nijiandae. Unajua tena ushakutana na tajiri, sio tena unaenda nguo umeshinda nazo kutwa nzima, naenda kuchange. Yaani huyu hamna cha kazi, hamna cha matajiri, hamna cha bosi, sijui Katoro. Anakwenda nimeshamsoma. Sasa atakapotia mguu nami natia mguu. Naenda nami kubadilisha nguo. Wote tuvae nguo za kazi. Kijiji cha wachawi. Kijiji cha wachawi. Wezesheni. Umepona-ponaje tena? Maana mara mwisho wewe unakuja hapa uko hivi. Umewezaje? Sisi. Mimi mwenzio mikazo zero. Nimekaza we, nikaona si kweli. Ngoja niende kwa Sokobani. Mimi ndo akanifanya hivi. Niko skangaga sasa hivi. Hivi, unajua kama unavyolitaja hilo jina la Sokobani, unanikwaza. Yaani sipendi kabisa kulisikia kwenye masikio yangu hilo neno Sokobani. Kwa nini unanitajia hapa mbele yangu? Alafu nisikilizeni kwa makini. Kwanza hapa mimi nishajipanga ndani ya wiki hii. Lazima niende kwa afisa mikopo nikachukue mkopo. Niweze kwenda zangu Nigeria. Kwa sababu mimi nimeshaona nyinyi wachawi sasa hivi mmekuwa ni wanafiki. Tunageukana wenyewe kwa wenyewe. Ni wanafiki. Sio wanafiki totolea wapi? Alafu mimi nilikuwa nataka nishangae. Sisi wewe hela uzipatie wapi? Haya, mbona afisa mikopo? Zesheni unanizoea vibaya. Nimechoka hizi dharau. Yaani nikienda huko Nigeria, nikirudi hapa. Mimi Sisu nitakuwa mwingine. Sio huyu mnaoniona sasa hivi, mnaniletea matani masiala. Naomba mngeondoka. Tuondoke tena. Mngeenda jamani, ondokeni. Wewe tena. Nilijua tu ni namna ujeji wako ulivyokuja.
Wewe una shida gani? Unahitaji kuijua shida yangu? Ndio maana nakuuliza. Yaani unamchukua kijana, unamtoa kafara eti kisa ametangaza kikao. Hivi una akili timamu? Mnaona mlivyoanza kuwa na hofu eh? Mnaona sasa mabaya yenu yatakwenda kuanikwa katika kile kikao, si ndio? Aisee, mimi sina mzaa hata kidogo. Na kama nilivyowaambia, ujio wangu katika kijiji hiki sitamwacha mtu salama, na mtaondoka kama alivyoondoka Firauni. Kwa hiyo wewe ujaji wako umekuja kwa niaba ya kuja kunipa mimi vitisho, si ndio? Nisikilize wewe, mimi sitishiwi na mtu kama wewe. Narudia tena, mimi sitishiwi na mtu kama wewe. Alafu hiyo tabia ya kuja kwenye mji wa kwangu kwa hiyo staili yako uliyokuja nayo kama ulivyokuja leo, na kuonya usije kurudia tena. Kauzeni, una maneno ya kishujaa sana, lakini hauna vitendo vya kishujaa. Sasa basi, nataka nikwambie kitu kimoja. Leo ndio itakuwa mara ya mwisho mimi kufika hapa nyumbani kwako. Naomba umwachie huyo kijana na vijana wote ambao umewachukua na kuwatoa kafara. Mzee, utateketea. Kumbe hata wewe unaweza kuongea. Unaongea sana, ila vitendo bure kabisa. Laiti kama ungekuwa unaweza, basi hata wewe ungewatoa. Kwa nini umeshindwa kuwatoa? Kwa sababu kazi imefanywa na mimi. Kauzeni mkata ukuni. Tafuta siku, tafuta muda, mahali popote utakapoona wewe panafaa, tupambane. Ikitokea umenishinda, niko tayari kuachia hao vijana wako unawasema. Na ikitokea wewe umepoteza kwenye pambano hili, itabidi uondoke kama ulivyokuja. Sio unakuja unatakataka vikao tu. We nani kwenye kijiji hiki? Na kuonya, hapa umekanyaga leo, iwe mwanzo na mwisho. Yaani ni moja ya nafasi ambayo nilikuwa naitamani sana katika maisha yangu. Kumbe ni jasiri hivyo eh? Basi mimi nafikiri mchezo kapigwe relini pale. Unaonaje? Hivi unavyoongea ndivyo hata mimi ninavyotamani sana. Kwa sababu kama kuongea, wewe umeshaongea sana zidi yangu, lakini huna maajabu ulichokifanya. Sawa.